Sababu tano zitakayofanya Simba kuweza kuifunga Yanga katika mchezo wa derby. Tunafahamu wazi kwamba Simba na Yanga ni mojawapo ya timu ambazo zinafanya vizuri Tanzania pamoja na kimataifa, lakini kwa umuhimu zaidi naweza nikasema Simba inafanya vizuri zaidi kimataifa hata katika nchi ya Tanzania. Lakini ni vyema zaidi kufahamu au ukweli ambao kuingiki kwamba Simba na Yanga ni mojawapo ya klabu ambazo zinafanya vizuri Afrika Mashariki pamoja na nje ya nchi. Na ni vyema zaidi kutambua kwamba hizi sababu ambazo nitaweza kuzitaja ni sababu tano ambazo zitaifanya Simba kuweza kuifunga Yanga katika mchezo wa derby. Tunafahamu kwamba katika mchezo wa derby Simba na Yanga huwa wanabana sana, na pengine timu inapokuwa dhaifu ndipo timu pinzani inapata nafasi ya kuweza kuifunga. Lakini hizi sababu ni sababu ambazo zinadhihirisha wazi kwamba Simba lazima aweze kuifunga Yanga. Sababu ya kwanza kabisa ni kwamba tunafahamu kwamba kikosi cha Yanga kwa sasa hivi hakina nguvu kutokana na kuuza au kutokana na wachezaji kadhaa kuweza kutoka katika hiyo club kutokana na aidha na kununuliwa wachezaji aidha na maslahi. Tunafahamu kwamba hii pia ni mojawapo ya sababu ambayo inaweza au ambayo itaifanya Simba iweze kupata advantage ya kuweza kuifunga Yanga kutokana na wale wachezaji ambao walikuwa wanawategemea kutokuwepo katika au kuwa hawapo katika hicho kikosi cha Yanga. Na pia sababu ya pili, tunafahamu kwamba Yanga aliweza kumpiga Simba mara ya mwisho. Kwa hiyo lazima Simba atakuja na kisasi cha kuweza kulipiza. Kwa hiyo hii pia ni mojawapo ya sababu ambayo itaweza kuifanya Simba waweze kuipiga Yanga. Na pia sababu ya tatu ni sababu ya uongozi mbaya wa Yanga. Ni vyema zaidi kutambua kwamba uongozi wa Yanga ni uongozi ambao wanapopata matokeo mazuri wanaridhika. Kwa hiyo kutokana na hili itakuwa ni sababu mojawapo ambayo itaifanya Simba iweze kupata advantage ya kuweza kuifunga Yanga. Na ni vizuri zaidi kufahamu kwamba matokeo mazuri huwa yanaanzia kwenye uongozi. Kama uongozi uko vizuri, basi hata timu inakuwa ni nzuri zaidi. Kwa hiyo uongozi wa Yanga, hili ni jambo mojawapo ambalo litaweza kuifanya iwe sababu mojawapo ya Simba kuweza kuifunga Yanga. Na pia sababu nyingine ni shinikizo la mashabiki wa Simba. Tunajua klabu yoyote wana mashabiki, lakini mashabiki wa Simba huwa wanaleta shinikizo zaidi kwa timu. Kwa hiyo hii pia ni mojawapo ya sababu ambayo itaifanya Simba kuweza kuifunga Yanga kutokana na shinikizo la mashabiki wa Simba, kwa sababu mashabiki wa Simba wanataka kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo shinikizo lile linaifanya klabu na yenyewe itake matokeo mazuri kutokana na shinikizo la mashabiki. Kwa hiyo pia ni mojawapo ya sababu itakayofanya Simba kuweza kuitandika Yanga. Na pia sababu nyingine ya mwisho ni kupata advantage ya Yanga pale utakapokuwa na linda goli. Tunafahamu Yanga ni mojawapo ya timu ambayo huwa inaogopa Simba. Kwa hiyo huwa wakifunga wanaenda kulinda goli au wanashambulia kwa kushtukiza. Kwa hiyo hii pia ni mojawapo ya sababu ambayo itaifanya Simba iweze kupata advantage, kwa sababu tunajua kwamba kocha aliyopo ameshasoma mchezo au ameshasoma namna wanavyocheza Yanga. Kwa hiyo itakuwa ni njia au itakuwa ni sababu mojawapo ambayo itaifanya Simba kuweza kupata matokeo mazuri kutoka kwa Yanga au kuifunga Yanga. Kama unahitaji kufahamu mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na Simba na Yanga, hakikisha unanifollow kupitia page hii. Naitwa Isaac Kanyankole, lakini huu ndio ukweli au hizi ndizo sababu tano zitakazoifanya Simba kuweza kuifunga Yanga. Asante na